Ulikuwa ni usiku wenye kiza kinene sana. Ulikuwa ni usiku ambao sijui hata ni uzungumziaje. Ulikuwa ni usiku wenye furaha au ulikuwa usiku wenye karaha? Kiukweli nashindwa kuelewa, lakini kitu ambacho naweza nikakwambia ni kwamba shangazi ni mmoja kati ya mtu ambaye aliufanya usiku wa leo uwe usiku safi sana kwenye maisha yangu. Ulikuwa ni usiku ambao kiukweli niliufurahia sana. Kwa nini nasema kwamba ulikuwa ni usiku ambao niliweza kufurahia? Basi karibu sana katika hii simulizi nzuri tamu kwelikweli ya kusisimua inayosema shangazi anataka tango. Kwa nini shangazi anataka tango langu? Basi karibu sana kuja kusikiliza simulizi kali, simulizi nzuri, simulizi iliyojaa mambo ya udambwi, mambo ya misagamuo. Bwana, karibu sana katika simulizi kali. Kiukweli nilishindwa kabisa kuweza kumwelewa shangazi kwa usiku kama huu. Ulikuwa ni usiku mzito sana, usiku ambao bila shaka mjomba alikuwa hayupo na bila shaka alikuwa ameweza kuelekea kwenye kazi zake za kila siku. Mjomba wangu ni askari, huwa anafanya kazi usiku na kuna wakati mwingine huwa anafanya kazi mchana. Kwa wiki hili mjomba alikuwa kazini kwenye kazi yake ya uaskari polisi, na hapa nyumbani nilikuwa nimeweza kubaki mimi na shangazi tu, na hapo ndipo kisanga cha shangazi kuweza kulitaka tango langu kilipoweza kuanza. Ulikuwa ni usiku ambao nilikuwa nina mizuka na ugwadu na upwiru wa siku nyingi sana. Kiukweli toka nimeweza kufika kwenye jiji la Dar es Salaam sikuwahi kabisa kuweza kumpata mtu yeyote au kupata kidemu chochote cha kuweza kupoza upwiru ambao nilikuwa nao ni mwingi sana. Nimekuwa nikigugumia tu na upwiru huu ambao umekuwa kunisumbua kila siku, lakini hii siku ya leo ni kama shangazi alikuja kunibarikia kitumbua ili kwamba niweze kutuliza ule upwiru ambao ulikuwa umenikaba kwenye koo. Ulikuwa ni usiku ambao sijui hata ni usimuliaje, lakini ni usiku ambao sijui ni usemeje. Shangazi aliweza kutoka kwenye chumba chake na moja kwa moja alikuja kwenye chumba changu. Nilikuwa nimemaliza kuweza kuangalia mambo ya mizagamuo kwenye grupu kali kabisa ambalo nilikuwa nimeweza kuungwa. Nilitamani sana kuweza kujimaliza mwenyewe. Napozungumzia kujimaliza mwenyewe ni kuchukua sabuni na kuweza kuingia bafuni alafu kwenda kujimaliza mwenyewe. Nilitamani sana, na hii ni mara baada ya kuweza kutazama video za mizagamuo kwenye grupu ambalo tulikuwa tumeweza kuungwa. Lakini kidume nikaamua kukaza tu, kwa sababu nikaona haina sababu ya mimi kuweza kujimaliza mwenyewe, kwa sababu vitu hivi vipo tu. Mara nyingi waga spendi sana kuweza kuangalia vitu kama hivyo vya minyanduo na nini kwenye magrupu, kwa sababu ya kuweza kufia sina hata demo wa kuweza kujipoza. Lakini hii siku ya leo imekuwa ni kama bahati kwangu. Usiku huu wa saa 7 usiku niliweza kustuka mtu akiniamsha nikiwa katika usingizi mzito kwelikweli. Ndoto ambazo nilikuwa naota zilikuwa ni ndoto za mizagamuo. Yani nilikuwa naota kuna kademu fulani kakali kwelikweli, basi kanapigika na mimi ile vibaya mno, kana lalama na kuweza kutoa milio kama kuku anachinjwa. Lakini kumbe kalikuwa hakuna kademo wala chanini, alikuwa ni shangazi akiniamsha. Nilistuka sana kutoka usingizini na niliweza kufumbua macho na kuweza kumtazama shangazi. Nilimkuta shangazi akiwa kichele kabisa, yani tayari kabisa ile kanga moko ambayo alikuwa ameweza kujifunga ilikuwa imeweza kudondoka kabisa chini, yani haipo kabisa kwake. Nilichanganikiwa. Shangazi alikuwa kanyooka na kusimama vibaya mno. Lakini mbona hii ni mara ya kwanza kuweza kufanya vitu kama hivi? Kwa nini siku zote hakuwahi kufanya? Japo kuna mitego ambayo nilikuwa naiona, lakini nilikuwa nikiipotezea tu. Lakini hii siku ya leo imekuwa ni siku nzito sana, kwa maana nimefungua macho tu na kuweza kukutana mimi na shangazi tukiwa ana kwa ana. Shangazi, mbona kama macho yangu hayaamini kile ambacho anakiona? Kwa nini asiamini kile ambacho anakiona? Shangazi, sikuelewi. Yani hivyo wewe, kwa nini unatazama huko pembeni? Kuna shida gani? Hebu nitazame mimi. Just look at me, you know? Shangazi, mimi kiukweli siwezi kabisa hata kukutazama usoni. Naona kama ni aibu kabisa.
Unaona aibu? Aibu ya nini? Shangazi, hivi wewe unaona kabisa kitu ambacho umekifanya hapo kipo sawa kweli? Kipo sawa ndio. Kwani kuna shida gani? Shangazi, mbona nakuona kama mtu ambaye umelose control, yani kama umechanganyikiwa hivi? Wewe, kwanza unapoongea na mimi naomba hebu nitazame huko. Okay, zungumza basi. Aliniforce shangazi nikiwa nazungumza niweze kumtazama, na ni kweli niliweza kumtazama, lakini bado nilikuwa nikiona aibu sana, kwa sababu kila nilipokuwa nikimtazama nilikuwa nikiona kila kitu ambacho kilikuwepo kwake. Ama kwa hakika alikuwa kichele, alikuwepo, yupo kama ambavyo amekuja kwenye hii dunia. Yani shangazi, Mungu alikuwa ameweza kumbarikia kweli kweli, alikuwa kaumbika vibaya mno. Yani ilikuwa ni ngumu sana kwa mtoto wa kiume lijali ambaye kabisa una uwezo wa kuweza kuliweka tango sawa, bwana, ukamwacha mtu kama huyu ambaye kwa time kama hii alikuwa yuko hapa. Hivyo wewe sijui hata nizungumzeje. Mimi nafikiri utakuwa na matatizo na sio mzima. Alizungumza hivyo shangazi. Oh, shangazi, unamaanisha nini kuzungumza vitu kama hivyo? Mbona kama sikuelewi? Eti mbona kama sikuelewi? Hivyo unajielewa kweli? Shangazi, mbona mimi najielewa sana. Lakini nilikuwa nakuomba wakati tunazungumza basi ungejaribu hata kuweza kuvaa hiyo kanga yako ambayo umeangusha hapo chini shangazi. Uone kwamba unanipa shida mimi, natazama pembeni tu, naogopa kukutazama shangazi. Uogope kunitazama, usiogope kunitazama. Sikiliza nikwambie wewe. Sawa. Mimi leo hapa nimekuja kwa kazi moja tu. Maana naona nimetafuta kila mtego wa kuweza kukutega unasa ili kwamba nikulipue, lakini umekataa. Asa leo kazi ni moja tu. Mimi sitaki mbwembwe, sitaki ngengenge, sitaki ngasoge. Yaani hapa nachotaka ni mwendo wa minyandoo, ni mwendo wa mizagamoo tu. Hayo mambo mengine mimi sitaki kuyasikia. Alizungumza shangazi akionyesha kabisa kwamba alikuwa anamaanisha kile ambacho alikuwa anakizungumza kwa time kama hii. Kidume nikawa sielewi, ni kama nimepigwa na butwaa hivi. Hajawahi kunitamkia hata siku moja, lakini leo anazungumza live bila chenga huyu shangazi. Shangazi, labda utakuwa umechanganyikiwa wewe, na pengine yawezekana kabisa kwamba akili yako ifanye kazi vizuri. Yaani mbona kama sikuelewi mimi? Yaani unataka nini vile? Niliuliza mara mbili nikiwa kama sielewi kile ambacho nilikuwa nakiuliza, lakini kwamba nilikuwa nimeshafahamu kwamba shangazi alikuwa anataka tango kwa muda kama huu alitafune ili kwamba akili yake iweze kumkaa sawa. Sikiliza nikwambie Ambrose, sawa, umenielewa? Nitaongea kwa vitendo sasa. Alikuwa anazungumza hivyo shangazi, huku taratibu akizipiga hatua kuweza kurejea hapa ambapo mimi nilikuwepo. Kidume ikabidi niweze kuinuka na kumkwepa. Wewe unanikwepa Ambrose? Hivi unafikiri anayekupikia hapa ni nani? Kila siku uko hapa nyumbani tu, kazi yako ukitoka hapa ni kwenda kutembea tembea tu huko na kuweza kurudi hapa kuja kuangalia chakula, kuja kuangalia nini. Mimi na kazi ya kukupikia tu. Lakini shangazi, tambua kwamba wewe ni mke wa mjomba. Na mjomba wangu ni askari. Sasa ni kipi ambacho unakosa? Kama kula si unakula wewe. Sana kwa chaga ila kila siku naona nyingi tu. Sasa ni kitu gani ambacho kinasababisha wewe uje hivyo? Unakujaje hivyo? Shangazi, sio vizuri bwana. Hata Mungu mwenyewe apende kuja kwa staili kama hizo bwana. Hivi unataka mimi yaani unataka kunisababishia nini mimi? Mbona kama sikuelewi shangazi bwana? Hebu shangazi, jiheshimu bwana. Wewe ni mtu mzima. Hebu itunze ndoa yako vizuri. Please, mimi nakuomba tu, kamata kanga yako, jitundike usepe hapa. Naona kama shangazi unaleta taharuki, unazua taharuki shangazi. Naona kama unazua taharuki shangazi. Sijui hapo nakula, sijui nini. Hivyo unajielewa wewe? Alafu wewe, sikiliza nikwambia Ambrose. Usijifanye wewe ni mtoto, sawa? Hivi ina maana wewe kila siku usikii ugomvi wa mimi na mjomba wako? Usikii ugomvi wa mimi na mjomba wako na kuuliza? Shangazi, ugomvi wa wewe na mjomba mimi au nihusishi chochote. Mimi ninachofikiri ni kwamba yani wewe inatakiwa ujiheshimu tu. Mambo ya wewe na mjomba mimi yananihusu nini? Ni kitu gani ambacho mimi kinanihusu baina ya wewe na mjomba? Sikiliza shangazi, mimi ninachofikiri kwamba ilinde ndoa yako. Hebu achana na haya mambo. Achana kabisa na hizi mambo ambazo unazitaka. Hizi mambo haziwezi kukusaidia chochote. Nikuulize swali. Niulize tu. Hivi hata kuweza kumchiti mjomba wako na mtu mwingine, alafu ukaendelea kuzalaulika hapa na nikaanza kukuonyesha makazi, kwa sababu ufanye kazi yote, uoshe vyombo, ufanye chochote. Kazi yote nafanya mimi. Naosha vyombo, na kupikia,
na kuna muda nachukua mpaka manguo yako nayafua. Unafurahia tu, shangazi asante kwa kunifulia manguo. Hivyo unafikiri kwa nini nilikuwa nazifua zile nguo? Nilikuwa nakuandalia mazingira ili kwamba ikifika siku nikujaze, ukijaa nikutawanye kama bomu. Aha, hapo sasa nimekupata. Yaani kumbe siku zote hizi ulikuwa unafuafua mpaka nguo zangu shangazi, kumbe kuna kitu ulikuwa unakitafuta eh? Asa shangazi, hicho umekikosa. We, tena koma Ambrose. Ukiniambia hicho kitu nimekikosa, basi utakuwa umejikosa wewe. Kwa maana hapa nyumbani utapaona pachungu na utaweza kukaa kwa raha wewe, nakwambia. Utokaa kwa raha kabisa. Yaani hapa nyumbani utapaona pachungu. Nakwambia hii siku ya leo lazima unipe. Na kama utakataa, basi nitahakikisha nampigia mjomba wako na kumwambia kwamba wewe ulitaka kuleta michezo isiyokuwa na akili hapa. Alipoweza kuzungumza hivyo, kidogo nikaanza kustuka. Na kuweza kuona hapa, yawezekana kabisa shangazi akazungumza kwa mjomba kwamba nilitaka kuweza kumfanyia kitu ambacho sio, na kitu ambacho sio ni kumbaka tu. Sasa akisema hivyo, aisi itakuwa imesakula kwangu. Ilibidi nipige magoti na kuweza kumuomba msamaha, maana shangazi alikuwa anamaanisha kabisa kile alichokisema. Wakati huo, mpenzi msikilizaji, napopiga magoti na kumuomba msamaha shangazi, bwana, shangazi alikuwa kasimama ananitazama tu, lakini pia alikuwa amenyoka. Yaani amenyoka kweli kweli. Napozungumzia kunyoka, bwana, sio kunyoka kwa uongo, amenyoka kikweli kweli. Yaani amenyoka ile mbaya. Bwana, ukizungumzia hii kitu inaitwa maboga, yani ukizungumzia kitu ambayo inaitwa manundu, basi shangazi alikuwa na bonge la nundu. Na ukizingatia hapa sasa hivi tunapozungumza, kanga imeshadondoka. Bwana, nilikuwa nikitazama chachandu ziko pale vyema kabisa, zimejaa kweli kweli. Aise, nikimtazama alikuwa shangazi mwenye sura nzuri kweli kweli na dimples. Alikuwa ni mweupe. Aise, yuko hapa, yani ananivuruga ile mbaya, lakini kidume na kwepa kwa sababu naogopa kuja kufanyiwa kitu kibaya na mjomba, kwa sababu hii ni mali ya mjomba, alafu yeye anataka kuileta kwa mpwa. Jamani, mbona inakuwa ni hatari sana. Shangazi, mimi naomba nisamehe. Naomba nisamehe mama. Kiukweli hiki kitu ambacho unataka kukifanya ni kitu ambacho kiko kitofauti kabisa. Yaani kama mjomba aise akielewa jambo kama hili, basi mimi nitaishia kwenda kupigika tu. Naomba nione huruma. Na naomba unisaidie kwa hili. Nisaidie mama, kwa sababu mimi jamani, nitaishi wapi mimi? Na maisha ya Dar es Salaam ni mazuri, nimeyapenda mimi. Sasa kurudi kijijini kwenda kulima kweli haiwezekani bwana shangazi. Hebu nisaidie bwana, nisamee tu, ungerudi tu kwako ukalale mama. Mbona mjomba atarudi tu? Nilikuwa nikiongea nikilalama huku kama nikianza na kulia kabisa, machozi mengi alikuwa kinidondoka. Shangazi kuweza kunionea huruma, bali niambia nimsogelee na kwenda kulia pale alipokuwa kasimama yeye. Njoo lilia hapa. Acha upuzi wako. Unalilia huko, unaniomba msamaha ukiwa mbali. Sogea hapa. Shangazi alikuwa nataka nisogee pale alipo jirani kabisa ili niombe msamaha, huku nikiwa nimeweza kupiga magoti kwenye miguu yake, huku machozi yadondokea kwenye miguu yake. Nilisogea jamani, lakini kaisi kabisa kwamba huu ni mtego hizi. Yaani huu ni mtego kabisa. Yaani nisogee kabisa mpaka kwenye miguu yake jamani. Kwa maana nikisogea kwenye miguu yake, basi kipomporilo nitakiona hiki hapa. Na kipomporilo nilikuwa nimeshakiona. Kipomporilo kilikuwa kiko vizuri kweli kweli, kimejaa kipomporilo, asikwambie mtu. Nyasi zile za bandia zilikuwa zimeshafyekwa kabisa, yani uwanja ulikuwa safi kabisa kwa ajili ya kuweza kucheza mechi yoyote ile iwe ya ugenini au ya nyumbani. Sasa mimi nilikaa kwa mbali kwa kuhofia na kuogopa kweli kweli kwamba huyu shangazi jamani asije kuleta taharuki. Lakini shangazi tena ananiambia kwamba nisogee pale jirani kabisa jamani. Nikasema hii kitu mimi zenu jamani, sijui itakuwaje hapa. Basi kadibidi nianze kusogea taratibu, huku nikiwa natembelea magoti na nikiwa nalia kabisa, nikimwomba shangazi aache kabisa kulazimisha hichi ambacho nataka tukifanye kwa time kabai. Shangazi, naomba nisaidie mimi. Usifanye hicho, najua ndo kweli ndo mama mwenye nyumba. Na vile ambavyo wewe utakavyoweza kusema kwa mjomba, basi na imani hivyo ndivyo itakavyokuwa shangazi. Sasa kwa nini mimi jamani shangazi? Usinifanyie hivyo. Sogea hapa pumbavu, nimekwambia. Unaombeaje msamaha uko mbali? Hivi unanielewa ninachozungumza au hutaki kunielewa? Unapiga makelele yako. Kama unapiga makelele yako, nitachukua sasa hivi hapa simu, alafu nitaingia Insta live au nitaingia video call hapa, alafu nitaonesha kila kitu kwa mjomba wako, namna ambavyo umeleta uvulagizi. Nitamwambia kwamba mimi nilikuja kumwamsha kwa ajili ya chakula, lakini yeye kanisaula na anataka kuleta mambo ya hovyo, na hapa naomba msamaha ili kwamba nisikwambie wewe mme wangu. Sogea hapa. Baada ya kuweza kuzungumza hivyo, kidume nilichanganyikiwa kabisa.
Nikasema shangazi kumbe amezamilia kabisa kwamba siku ya leo nimnyandue kweli. Anataka kunyanduliwa jamani, sasa itakuwaje mimi nimnyandue wakati anko yupo bada? Mbona kama ya mambo mimi sielewi. Basi nikasogea kwa magoti huku nikiseleleka mpaka pale alipo. Nilisogea kwa magoti huku nikiseleleka mpaka pale alipo. Nilianza kulia nikiwa chini ya miguu yake. Shangazi, mimi naomba nisamehe sana. Ni kweli shangazi. Yaani mjomba atanipiga kipigo kibaya sana. Nachanganya yule mjomba ni polisi. Basi anaweza kanipiga hata bastola. Alafu mimi nilikuwa nimeweza kuondoka kwenye hii dunia shangazi. Naomba nione huruma tu. Mtoto wa mwenzako. Kweli nione huruma. Yaani sitoweza mimi shangazi jamani. Nione huruma tu mama. Nilikuwa nikilia. Lakini shangazi akaniamuru wakati nalia, mikono yangu niiweke pale ambako yeye anapataka. Sasa mbaya zaidi, aliweza kuikamata mikono na kuweza kuitupia pale kwenye maboga. Akaniambia wakati naomba msamaha, basi niwe nimeweza kuyashika yale maboga mawili, alafu niwe nalia huku naomba msamaha. Jamani, nikasema hii si hatari. Haya, maboga hayo kazi kwako. Lia, omba msamaha huku kwa umeshika maboga. Lia machozi yako ya damu utajua wewe. Lakini maboga yashike. Na ukiona umeshika maboga huku unalia, basi unatandika vibao hayo maboga, lakini pia unapeleka mikono yako kwenye chachandu, unashika hizo chachandu pia huku unalia unaomba msamaha mpaka pale ambapo mimi nitakapoamua kukusamehe. La sivyo nakwambia yani leo kazi unayo. Alizungumza hivyo shangazi. Kiukweli nilikuwa naogopa sana kuyakamata maboga, lakini kabidi niyakamate tu kwa sababu tayari kabisa nimeweza kuambiwa kwamba niwe nalia huku nakamata yale maboga, niwe nakamata yale manyashi, niwe nakamata mawowo huku nalia. Jamani. Nikajikuta hata machozi yenyewe basi nilianza kuwa nalia. Nikajikuta nalia kwa kuigiza giza tu, lakini tayari kabisa aisee zenu jamani, hali ilikuwa mbaya kweli kweli. Tayari kabisa mzee wangu alikuwa kashamka. Tayari kabisa mzee alikuwa anasumbua, alikuwa anataka chai jamani. Mzee anasumbua kweli huko kwenye boxer, lakini mimi nikawa najifanya kama mzee asumbui, najifanya nalia, lakini kumbe nimeshajua kabisa kwamba jamani mzee anasumbua, tango linasumbua, linapiga CCM Chadema kushoto kulia jamani. Sasa sijui itakuwaje hapa. Shangazi atanihuaga huyu. Shangazi, bibi naomba nisamehe sana. Yaani mjomba akijua atanipiga mimi kipigo kikali. Shangazi jamani bibi. Shangazi, kwa nini lakini bibi unataka kunifanyia hivi? Shangazi ukaenda tu kulala. Mjomba bibi atanipiga. Mjomba ni askari. Atanipiga na bastola. Shangazi wewe. Ilikuwa nalia sasa kwa masiala kabisa, nikijua kabisa ese huyu mjomba Saidi Kichwa alikuwa ameanza kusumbua kweli. Kwa hapa nikawa nalia sasa kama igiza tu. Lakini aise nikasema hata mimi sasa hapa nikipewa hii kazi basi nitaliendesha ile gari vile ninavyotaka. Wewe na kuona unalia alafu unabonyeza hayo maboga, unabonyeza kabisa manyasha hayo. Kwa nini unabonyeza manyashi wewe? Shangazi, lakini jamani subiri sema kwamba mimi nikiwa nalia ndio nalia na machozi alafu nabonyeza na maboga niangalie kama ameiva au hajaiva. Wewe umesha kubali, nimekuona tu umekubali. Alikuwa na vituko sana huyu shangazi. Yaani ilikuwa ni kama komedi fulani hivi, lakini hapo ndipo nikagundua kabisa kwamba hapa kidume nakwenda kumchakaza shangazi. Yaani kwamba hapa shangazi anakwenda aise kutafunwa bila hata uoga. Shangazi anakwenda kutafunwa, kitumbua kinakwenda kuliwa hapa. Kipompolilo kinakwenda kuchakazwa kabisa kwa maana tayari kabisa Tindo ilikuwa inahitaji kukutana na nyanya ili kwamba tuone nini kitakachokwenda kutokea. Wewe hebu inuka. Unaomba msamaha gani? Msamaha wako kijinga. Unaomba huko nikiwa naona kabisa kwamba tayari kabisa Saidi Kichwa ameanza kusumbua hapo kwenye box. Shangazi, umeona kweli Saidi Kichwa anasumbua kwenye boxa yangu? Pumbavu wewe. Unafikiri sijaona? Mimi mbona nimeshajua hiyo. Haya. Mimi nakaa sasa kwenye uwanja wa mazoezi. Nakaa kwenye uwanja wa 6x6. Kwa kazi yako hapa ni kuhakikisha kwamba unazama chumvini, unapima je chumvi ipo huko Uvinza Kigoma au inakoaje? Jamani shangazi, usiliache ile bonde la mto Olduvai Jaju likakaa wazi, bibi litachanganikiwa.
wewe bonde ile acha likae wazi, na alafu natakiwa uingie kwenye ile bonde upime chumvi ipo au hamna. Ingia huko chumvini. Jamani, alizungumza hivyo shangazi akiwa tayari kabisa kashaweza kujitupa kwenye uwanja wa kufanya mazoezi, na mguu mmoja ulikuwa upo kusini na mwingine ulikuwa mashariki. Sasa bonde la mto wa Olduvai George nikaanza kuona huu hapa. Kumbe kile kipindi ambacho nilikuwa nalia na kuweza kudondosha machozi mengi huku nikiabinyabinya maboga, jamani, kumbe shangazi alikuwa kashachanganikiwa. Nikakuta kile kipompoli tayari kabisa kimekaa level moja kwa ajili ya kuweza kutafunwa. Basi nikaanza kupiga deki bahari na kuweza kupima chumvi kwenye mabwawa ya kule Uvinza kuangalia kwamba je, chumvi ipo. Nilizama chumvini kidume kwenda kuipima hiyo chumvi. Wakati napima chumvi, macho alitoka kwelikweli shangazi. Jamani wewe Ambrosi. Shangazi, pima chumvi vizuri, alafu hakikisha unapopima hiyo chumvi unaipima kama imekolea au haijakolea, alafu unaniambia. Aya, usijali. Kiukweli nikajikuta komedi na tayari kabisa nimekubali kuweza kutafuna kitumbua cha shangazi. Kitumbua kilikuwa safi kabisa, kipo kwa ajili ya kuweza kutafunwa na chai. Nilihakikisha zile embe boribo ambazo ziko pale kifuani, jamani, nazo nikaanza kuzibinyabinya kuziona kama zimeiva hizi embe boribo kwa ajili ya kuweza kutafunwa kuliwa au zipoje embe boribo. Jamani, mizuka ikawa mingi kwelikweli kwa shangazi. Nikaanza kumwona macho kama mtu ambaye anakufa. Aise, shangazi, unasemaje wewe kijana? Hivi mbona nakuona kama macho yamegeuka kwa juu hivi? Vipi, waenda kufa nini? Alokwambia nakufa nani? Unaniombea nife? Mimi sifi ng'o, hapa tu ni vile ambavyo kwiru umenikaba kwenye koo, na hapa unapoona ni mizuka tu. Hebu changamka kupima hiyo chumvi huko chumvini kwenye bonde la mto wa Olduvai George, ili kwamba akili iweze kunikaa sawa. Alikuwa anazungumza hivyo shangazi huku akiwa kabisa kafurugwa. Niliona kabisa ameshavurugwa shangazi. Bwana, hebu sikiliza kidogo nikupe tangazo fupi basi, we mpenzi ambaye unanisikiliza sasa hivi. Najua kabisa kuna watu ambao wanapenda sana kuweza kutazama mambo ya misagamuo kwenye magrupu ya WhatsApp. Yaani mambo ya misagamuo, kuna wengine wanapenda sana mambo hayo ya kibongo na ya kizungu kuyatazama kwenye magrupu ya WhatsApp. Je, na wewe ni mmoja kati ambaye ni mmoja kati ya watu ambao wanahitaji kwenda kuungwa kwenye magrupu ya mambo yetu yale ya mizagamuo pale WhatsApp au vipi? Sasa sikiliza, kodi ni moja tu. Kama wewe unapenda mambo ya mizagamuo, mambo ya minyanduo, yani kuyatazama mambo ya kibongo na ya kizungu, basi karibu sana pale WhatsApp. Tuna grupu letu kali hilo babu. Grupu hilo linahusika na mambo ya mizagamuo tu. Yani ukiungwa ndani ya hilo grupu, basi unapata mambo ya mizagamuo kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena. Bwana, gharama yake ni 15,000 kuungwa kwenye grupu letu kubwa kabisa la mambo yetu ya minyanduo, mambo yetu ya kupelekeana moto. Tuna mambo makali mle kwenye grupu, tuna mambo ya kibongo, tuna mambo ya kizungu, utapata mle ndani ya grupu, lakini gharama yake ni 15,000. Je, 15,000 unayo hapo sasa hivi na unapenda sana kutazama mambo ya minyanduo, yani live bila chenga? Basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii na shilingi 15,000 mkononi. 15,000 unayo? Basi njoo kwa namba hii 0782 7197 na mwisho ni 94. Hiyo ni namba ya kuja pale WhatsApp na 15,000 mkononi. Ukija pale WhatsApp sema oi, nahitaji kuungwa na grupu la mambo yetu ya minyanduo, mambo yetu ya mizagamuo, mapema sana itakuunga kwenye grupu hilo na utakuwa ukipata burudani kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena 15,000 nyingine baada ya mwezi kuweza kuisha. Sasa wewe unasubiri nini? Wenzako wanazidi kupata mavitus pale WhatsApp, wanatoka kusikiliza simulizi kali kama hizi zikiwapa mizuka, basi wanakuja kutazama video live bila chenga pale, na wanazidi kuwa mashabiki bora na wanazidi kuwa mashabiki ambao wametisha kweli kweli. Basi wewe ambaye una 15,000 njoo pale WhatsApp tukuunge ili upate burudani, lakini wewe ambaye hauna, basi endelea kusonga na kusikiliza simulizi kama hii, tunazidi kusonga nayo. Bwana, tuko pale online. Ukija hata sasa hivi tuko online, chapu tutakujibu, tutakuunga, na muda huo utaanza kupata mavitus ndani ya grupu letu kubwa kabisa la mambo ya mizagamuo. Bwana, tunazidi kusonga na mzigo huu hapa.
Shangazi alikuwa tayari kabisa yupo kibra kwa ajili ya kuweza kutafunwa. Yaani kama ni ng'ombe basi watu wamelishalikata mtama, wamelikanyaga tayari kabisa, kisu kipo shingoni. Lakini shangazi, mimi utanisamehe tu, lilikuwa sio lengo langu. Mjomba, pia na wewe naomba unisamehe. Ili naomba unisamehe tu mjomba, nisamehe mjomba. Hii siku ya leo ama kwa hakika aise, kwa sababu shangazi mwenyewe ametaka, basi mimi haina haja kuweza kumpiga bakola mpaka akili mkae sawa. Basi nilipoweza kuona kwamba tayari kabisa nimeweza kumweka shangazi, namna ambavyo alikomeza kuchanganikiwa na upwiru ulikomeza kumkaba mpaka kwenye koo, basi nikajua huu ndo muda wa kuhakikisha kwamba anachakazwa mpaka akili mkae sawa. Nilichokifanya unajua nini sasa? Baada ya kuweza kugundua hivyo, niliweza kukamata mtalimbo na kuweza kuutupia kwenye mgodi na kuanza kuchimba madini. Nilianza kuchimba madini taratibu kabisa. Nilichimba madini kama vile sitaki. Nilichimba madini vizuri kabisa. Kila nilipokuwa nikiweka baruti na kuweza kulipua mtambo, basi shimo la madini liliitika na kuweza kumwaga cheche nyingi sana. Hapo ndipo nikasema ni patamu, na nilikuwa napataka kwelikweli, maana madini mengi yalikuwa yanatoka hapo. Wakati naendelea kuchimba madini kwa kutumia mtarimbo ambao haukulala doro, basi nilikuwa nikisikilizia milio ya baruti. Kuna milio mingi ambayo shangazi alikuwa anaitoa. Tayari kabisa ikulu ilikuwa imeweza kutepeta kwelikweli. Bastola zilikuwa zinapigwa nyingi na risasi zilianza kumwingia, kwa sababu nilikuwa na upwiru uliokaba kwenye koo, nilikuwa na ugwadu wa siku nyingi. Basi nilikuwa napiga kipigo alafu naendelea humo humo. Yaani nachimba madini kwenye kisima cha madini, nikiyapata madini sitoi mtarimbo, naendelea kuchimba madini mpaka aise shimo la madini lichanganikiwe. Hapo ndipo nikagundua kwamba nyanya imekutana na tindo. Na kwa hakika nyanya ikikutana na tindo, basi usiku pata chimbika. Kiukweli aise, tulibadilisha mambo mengi hapa. Nilimtafuna shangazi kama natafuna samaki wa kibua. Yaani sikuweza kuogopa, sikuweza kuhisi chochote. Nilitafuna hii kitu kitumbua, yani kama natafuna samaki wa kibua. Niligeuza huku na kule, niliacha mifupa tu katikati. Shangazi alikuwa hoi binti abani, lakini kidume bado nilikuwa naye tu. Jamani wewe Ambrosi, ama kwa hakika ni kweli mimi ndo nilikuwa nataka uchimbe madini kwenye mgodi. Lakini mgodi madini ameshaisha baba, sasa unaweza tu ukapumzika ili madini ajijenge tena ndipo uje uchimbe. Sitaki. Mimi nitachimba hata mawe kama madini yameisha. Wewe mtoto, hivyo nataka kuua huu mgodi kabisa, ufe kabisa ili usichimbe tena? Mjomba wako atachimba nini jamani? Mjomba atasipochimba tu. Wewe mwenyewe umeshaona kwamba mjomba hana thamani ya kuweza kuchimba huu mgodi, ndio maana ukaamua kunikabidhi mimi ni uchimbe vile ninavyotaka. Sasa acha ni uchimbe mimi mpaka useme. Wakati unazungumza hivyo mpenzi msikilizaji, ni kwamba jasho linanitoka kweli kweli, kidume nimechanganikiwa na chimba madini bila uoga. Shangazi kachanganikiwa, ameshachoka kabisa, mgodi wake umechimbwa madini mpaka madini yameisha. Nikaanza kusikia makelele ya kilio kabisa cha raivu bila chenga. Hii ilikuwa tena sio kwamba ni kwa sababu ya upwiru, bali shangazi alikuwa analia ni kwa sababu aise madini yalikuwa yameisha na mchimbaji alikuwa bado anaendelea kuchimba madini. Hapo ndipo kazi ilipoweza kutokea. Nyanya imekutana na tindo, nyanya imeshasagika mpaka imeisha, na sasa zinasagwa mpaka kamba za nyanya. Hapa shangazi alikuwa ameweza kuingia cha kike jamani. Kitu pekee ambacho kilimsaidia shangazi ni baada ya mlango kuweza kugongwa. Mlango huu uligongwa. Kitu hiki kilimsaidia shangazi kuweza kumtoa kwenye kipigo kizito ambacho alikuwa anakipata hapa sasa hivi, lakini pia kitu hiki kilimuingiza kwenye wasiwasi mkubwa na hofu kubwa yeye, lakini pamoja na mimi, kwa sababu bila shaka usiku huu mtu aliyekuwa akigonga mlango, bila shaka, bila kupepesa macho, alikuwa ni mjomba. Swali ni je, mlango pale sebuleni tulikuwa tujaufunga? Shangazi, nakusikiliza Ambrosi. Mjomba anagonga mlango kwenye chumba changu. Ameingiaje? Oh, nimekumbuka. Kumbe tulikuwa tujafunga mlango pale sebuleni jamani. Shangazi umeharibu. Nilikwambia shangazi kwamba mjomba atarudi. Haya, mjomba ameshakuta kitumbua chake kimetafunwa, mgodi wake umeshachimbwa, na mbaya zaidi amewafuma watu wakiendelea kuchimba huo mgodi.
Shangazi, tunafanyaje hapa? Hebu naomba toa maelezo basi, la sivyo hapa umeshanisababishia kifo. Shangazi, umenisababishia kifo mimi, nife tu mtoto watu nikiwa bado mdogo mimi. Shangazi, kwa nini umenisababishia kifo mimi na mjomba? Gong 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 gong. We Ambrose, hebu fungua uniambie kwamba shangazi yako uko wapi? Mbona chumbani kwangu hayupo? Shangazi, unasikia mjomba anakuita? Mama yangu hapa leo tumeshakuisha jamani. Tumekwisha shangazi. Sijui nifanyeje bibi shangazi. Shangazi nielekeze basi. Ambrose, mimi sielewi kabisa, lakini tulia. Huyu kwangu aluki. Huyu ni kama kuku tu. Kuku kwangu manate nini? Shangazi, unataka ufanyeje sasa? Acha mimi nikafungue mlango. Yeye ufungue mlango bibi nipo. Acha mlango. Wewe Ambrose, gongo, hebu fungua huo mlango. Kwa nini ufungue? Nakuuliza kwamba shangazi yako uko wapi? Hebu fungua huko kwanza tuzungumze bwana. Mjomba wangu ni askari. Leo hii amerudi usiku na ilikuwa ni zamu yake kwenye hiyo kazi ya askari. Maswali tunajiuliza mengi. Kwa nini amewahi kurudi? Ni nani alimpa taarifa ya kwamba usiku wa leo nilikuwa nakwenda kwenye maangamizi ya kumwangamiza shangazi kabisa? Je, ni nani huyo aliweza kutoa hizi taarifa? Tukajilaumu kwa nini hata mlango pale sebuleni hatukufunga. Ama kwa hakika kusikia za mwezi 40 hawa watu ni waongo ese. Za mwezi ni siku moja tu. Yaweza kwenda usiku hiyo ambayo unajitahidi kwamba uende ukaibe ili kwamba siku hiyo basi, kumbe ndio siku hiyo unachukuliwa na kupelekwa gerezani. Ama kwa hakika hichi ndicho kilichonikuta. Ni kweli ilikuwa nimeweza kufaidi. Nilikuwa nimefaidi sana kuweza kumzagamua shangazi, kwa maana nilimtafuna vyote na niliweza kumkata kiu yake kabisa, na alikiri kwamba kiu yake imekwisha, maana madini yalikuwa yameisha kabisa kwenye mgodi. Lakini sasa je, kiu imekatwa na mimi kiu yangu ile ya siku nyingi ya kunywa maji kwenye kisima ilikuwa imekata. Sasa je, hapa tunatokaje? Na ikiwa tayari mlango umegongwa, na bila shaka huyu ni mjomba, maana kashajitambulisha kwamba anataka kujua shangazi yuko wapi, ambaye yeye ni mke wake, maana chumbani kwake hayupo na amemtafuta sana humote. Anahisi yupo kwangu au anahisi mimi ninaweza nikampa ushauri mzuri? Kiukweli hapo nikawa nimevurugika. Mimi na shangazi tumechanganikiwa, hatuelewi nini tufanye, nini kisifanyike. Tumevurugika, tumevurugwa. Nazidi kukukumbusha mpenzi msikilizaji unayesikiliza hii simulizi kali na nzuri. Taarifa ni kwamba kama unapenda mambo ya mizagamuo, yani unapenda sana kuungwa kwenye magrupu ya video za mizagamuo, yani magrupu ya mambo ya mizagamuo, basi magrupu hayo sisi tunayo pale WhatsApp. Lakini gharama yake kuweza kuungwa nayo magrupu ni 15,000 tu. Kwa kama unayo hapo 15,000 sasa hivi, basi njoo pale WhatsApp ili kwamba tuweze kukuunga na magrupu yetu makali kabisa ya mambo ya mizagamuo. Utapata mambo ya mizagamuo ya kibongo, ya kizungu, utapata pale, na utapata kila siku mwezi mzima. Baada ya mwezi kuweza kuisha, ndipo utalipia tena. Gharama yake tumeshakwambia ni 15,000. Sasa kama unayo hiyo 15,000 na unapenda kwenda kuungwa pale kwenye grupu na uanze kupokea mambo ya minyanduo live bila chenga ya kibongo na ya kizungu, basi karibu pale WhatsApp. Sasa unakujaje pale WhatsApp? Namba ni hii hapa. Njoo pale WhatsApp kwa namba hii ili kwamba tuweze kukuunga na grupu letu kali kweli la mambo ya minyanduo. 0782 71 97 na mwisho ni 94. Njoo pale WhatsApp ili kwamba tukunge na grupu letu la mambo ya minyanduo, mambo ya mizagamuo. Ukija pale sema oi, nahitaji kuungwa na grupu kubwa kabisa la mambo yetu yale ya minyanduo, mambo yetu yale ya mizagamuo. Mapema sana tutakuunga, na baada hapo utaanza kupata burudani ndani ya grupu. Muda huo ambao utakuwa umelipia, basi muda huo utaanza kupata burudani. Changamka, njoo sasa, kwa maana tuko online tunakusubiri wewe. Sasa sijui wewe unasubiri nini? Hebu changamka, njoo pale mapema sana ili uweze kupata hizo burudani. Bwana, mjomba ndo amerudi huu usiku, na hata tuelewi kwamba kwa nini amerudi huu usiku na ni nani ambaye amemtonya. Sasa nini ambacho kitakachoweza kutokea kwenye hii simulizi kali nzuri na tena ya kusisimua?
Basi usikose katika sehemu ya pili ya simulizi yetu hii kali kabisa na nzuri na tena ya kusisimua kwelikweli, ili uweze kujua nini ambacho kitakachokwenda kutokea kwenye hii simulizi kali.